Sasa kama wataisha wote tutasaidiwa na kina nani? Maana tunawategemea wao. Ni mtu ambaye anataka bwana akarudishe ile mali aliyochukua pale tu. Hamna mtu yote ana shida na mtu. Wewe rudisha tu kitu ambacho kama kimeibiwa na nini na nini. Kuna kata ambayo ilikuwa ni tulivu kama kata ya Sela Singisi. Wenyewe ni mashahidi. Labda kilichotokea ni watu kuwasha moto kule barabarani. Tunahisi ni hivyo kwa sababu vijana wamekufa hapo karibu walipokaa, ni sasa hivi ukienda kwa shuhuda tu misiba iko kila mahali kweli. Mtazamaji, leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika kijiji cha Singisi, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti kuhusiana na mfululizo wa vifo mbalimbali vya vijana. Lakini pamoja na hayo ni baada ya tangazo ambalo lilitolewa kwa vijana ambao walichukua mali mbalimbali katika eneo la Shangarai siku ya tarehe 29. Mwenye eneo lile na mwenye mali zile alitoa tangazo la miezi miwili kwamba wote waliochukua vitu hivyo waweze kuvirejesha, na tulizungumza pia kwa njia ya simu na Gido Marandu. Yeye ni meneja wa kanda ya kaskazini wa kampuni ya Panoni. Alisema kwamba walitoa tangazo la miezi miwili na wakakaa na viongozi wa kijiji ili kuhakikisha kwamba wale wote ambao wamechukua vitu hivyo wanavirejesha, lakini haikuwa hivyo. Lakini wamesema kwamba wameamua kufanya maombi maalum wakihusisha mashehe, wakihusisha wachungaji na watu mbalimbali ambao walikuwepo. Sasa baadhi ya watu wanasema kwamba labda huenda ni maombi yale ndio matokeo yake kuhusiana na vifo hivi. Ndani ya miezi miwili tu, kwa mujibu wa taarifa, ni vijana takriban 7 wamefariki na ajali za pikipiki za barabarani. Jina naitwa Mary Kimaro. Mimi ni mwolewa huku Meru. Mimi kutoka kwa vijana nilikuwa naomba tu kwa kweli Mungu hawasaidie na wabadilishe, wasimame katika mwelekeo wa Mungu. Pia tunaomba jamani, kama kuna huyo mtu aliyefanya hilo jambo awasamee vijana. Imezidi. Hasa huku Meru wamekufa sana. Kwa hiyo tunaomba tu kwa vyovyote mumtafute, muombe awasamee. Natumiza sana kwa kweli, maana tunakosa nguvu kazi. Maana hao vijana ndio msaada wetu. Sasa kama wataisha wote tutasaidiwa na kina nani? Maana tunawategemea wao. Ni wengi. Ni wengi. Jamani. Jina yangu mimi naitwa Michael Steven, natokea Singisi, Tengeru. Sisi tunaumia kweli kuona mabrother zetu wanavyokufa hivi. Haitupendezi kweli. Na huyo jamaa kweli sisi tumemwomba msamaha, tusamee. Na serikali tunaomba siingilie kati kwa sababu vijana wengi sana wanapotea damu yao. Yaani sasa hivi tumetoka tu kuzika msiba hapo juu. Sasa hivi tena tumezika hapa, kweli haipendezi kweli. Kweli naumiza brothers. Huyu brother ameacha familia yake, mtoto wenyewe ni mdogo hata hajaanza shule kweli. Brother, tunaomba tu mtufikishie ujumbe huko serikalini. Watusaidie tu ile jambo tujue tunafanyaje. Na mbunge wetu Nasari jamani asikie tu sisi tunavyomwambia vijana wake, tulitokoza kupiga kura jamani atusaidie ile jambo kweli. Halitupendezi kweli. Tunahisi ni hivyo kwa sababu vijana wamekufa hapo karibu walipokaa, ni sasa hivi ukienda kwa shuhuda tu misiba iko kila mahali kweli. Hapo ukienda tu misiba iko hapa, misiba iko pale. Na hii sisi huku hata mabraza sisi hiyo siku tulikuwepo nao hata wakuwepo huko. Siku wao sisi tunaweza tukahisi ni hivyo kwa sababu mafuta yenyewe aliuziwa ni hayo, ndio maana tunaweza tukahisi ni hivyo. Kila mtu ameuziwa kila kitu. Mimi yenyewe nilipoka ile na hiyo kamba kweli ya kuruka. Hiyo kamba tu mimi yenyewe nilipewa, hata sisi hata vingine hata tujahusika. Sijarudisha ya kuruka tu zile kama za watoto za kuruka zile. Unakuja tu tulipoa bure. Sasa kwa watu weziona kama tukaanza tukasema ni hivyo, lakini sio mama maana sisi tunaomba tu na watu waendelee kuomba tu, kama ni hilo litaisha tu kwa sababu tumwamini Mungu. Narudisha na mtafuta mtu alionipa simuoni, lakini nitamrudishia tu. Sio kila mtu aliiba. Sababu kila mtu alikuwa nyumbani, wengine ni gate kali, watu wengine watoa gate kali. Wao wezi toka, lakini unaweza ukatoka tu kutana na rafiki yako akwambia shika hii kamba, lakini hujui kamba imetoka wapi. Ndio hivyo. Ndio maana mimi kila mtu huku sasa hivi ukipita huku vijana wamepungua, yani hawana ile moyo wa kufanya hata kazi, wanawaza. Kwa sababu sasa ukisema boda ndo kazi za watu wanakula. Watu wengine wamesoma na PhD, wengine ni madokta. Boda ndo inawalisha watoto wao, inawasomesha. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kuhusu hilo swala. Mimi na wasiwasi kwa sababu mimi na kamba pale ndani ya kuruka. Sijui imetoka wapi, mimi na wasiwasi.
Tusaidieni tu. Naitwa Fanuel Edward Mbise wa Singisi, kijiji cha Malala. Vivyo hivi vya vijana bwana, kwa sasa inatupa headache sana, kwa maana hatujui vitu wanavyovifanya navyo ni vigumu. Hawatambuliki kwa sababu sasa watu wamekuwa wengi. Sasa hivi watu wamekuwa wengi, wameamua kwa maamuzi yao wanayoyafanya, labda serikali ingilie kati. Yani mtu ambaye anataka bwana akarudishe ile mali aliyochukua pale tu. Hamna mtu yote ana shida na mtu. Wewe rudisha tu kitu ambacho kama kimeibiwa na nini urudishe pale. Biashara hii iishe. Na washili Meru inatakiwa wakae hao washili kule upande ule. Kule kwa Wamasai kule. Wakae na huku wakae ili wajue swala hili linakuweje. Washili wa mila wakae wajue tatizo hili linakuweje, kwa sababu vijana wataisha. Hilo ndio la kwangu. Inaumiza kwa sababu vijana wadogo kufa hajafikisha hata miaka 30, si hatari, si taifa la kesho. Sasa natakiwa washili wa Meru na washili wa kule upande ule wakae wajue hichi kitajueje, yule jamaa apewe mali yake, biashara iishe. Msiba wa 5 ndio unavyojua, maana yake mimi nakaa hapa karibu hapa na watu wa Singisi hapa. Kwa majina naitwa Clement Manang, ni mkazi wa hapa Malala. Hapa kutoka kitongoji cha Chemchem tumekuja kumzika mjomba wangu ambaye ni Deo. Nikizungumzia matukio yanayotukia, kwa kweli yamekuwa mengi, lakini pia na maneno yamekuwa mengi. Wapo wanaosema kwamba matukio yanahusishwa na wizi wa tarehe 29 kwenye sheli ya Panoni. Inaweza ikawa ni kweli, lakini sio kweli, kwa sababu ni kitu kimoja tu inabidi tujiulize. Kuna bwana ambaye ni rafiki yangu kabisa mimi, inasemekana kwamba alichukua gari akaenda kujaza mafuta pale Panoni na mitungi ya gesi, lakini kwa uhakika yule bwana kufanya hivyo. Sasa kila tukio linavyotokea, kwa maana ya msiba kwenye mtaa, inahusishwa na ishu za Panoni. Sikatai kwamba vijana ni waharibifu, lakini sasa kwa namna ambavyo maneno yanazungumzwa yamekuwa too much. Ndugu mwandishi wa habari, unakumbuka tarehe 29 tukio la maandamano lilivyotokea? Hakuna kata ambayo ilikuwa ni tulivu kama kata ya Sela Singisi. Nyewe wenyewe ni mashahidi. Labda kilichotokea ni watu kuwasha moto kule barabarani kwa maana ya matairi na vitu vidogo kama hivyo, lakini kwa maana ya huu mtaa maduka kuvunjwa, watu labda kupigwa risasi na mambo mengine kama haya kutokea. Na mkitaka kujua hili kwa ushahidi kabisa, kaulizeni kituo cha polisi Usa pale, watawaambia, au kituo cha polisi Tengeru pale, watawaambia tokea swala kama hili lazima uitishe watu wako wa karibu uweze kuwauliza kama walihusika. Lakini vijana wengi tunapowauliza wanakataa kwamba wakuhusika na haya mambo. Kwa sababu ndugu mwandishi wa habari, leo umekutana na mimi, leo umeniuliza, leo naweza nikazungumza katika upande wa pili, lakini klipu zilizotangulia hawa vijana walikuwa wanalaumia kwa 100%, lakini watu ni kama wanakwepa uwajibikaji. Kuna mzee wa kimila ambaye nafikiri ni kiongozi wa rikalawa vijana. Mimi nilikuwa nataka kumwambia kwamba yembo aende kwenye ishu za msingi. Sawa, hawa wadogo zetu wanakufa, lakini kwa nini tunakataa kuingia kwenye chimbuko la haya matatizo? Kijana akimaliza darasa la 7, anachowaza ajira yake ni kwa bodaboda. Akimaliza form 4, ajira yake ni bodaboda. Form 6 mpaka chuo kikuu sasa hivi ni mabodaboda. Hivi kwa nini tusiangalie tatizo la msingi kwamba hapa ni ukosefu wa ajira? Bro, kijue kimoja sasa hivi kina bodaboda 50. Pale kijana wako anavyotoka nyumbani, anavyokwenda kukutana kule kwenye kile kijiwe, lazima kuna mambo maovu wataenda kujadiliana kule. Sio wote ambao wanaokutana pale wana tabia njema. Kwa hiyo sisemi kwamba hawajafanya, lakini sio wote. Kwa hesabu zangu za haraka ni kama 5. Yeah. Huyu kijana Deo anayetunia mzika leo alifariki siku kama ya leo, siku ya Jumamosi, kwa hiyo ana siku 7. Sijajua ni yupi, kwa sababu wapo kweli waliopata ajali, mmoja akafa ambaye ni driver, lakini aliyekuwa amembeba akawa amenusurika. Sasa sijajua kama kuna mwingine tofauti na huyu. Ndio maana nakwambia ndugu mtangazaji,
kila litakalotokea litahusishwa na mambo ya Panoni. Lakini tukikaa sasa kwa wakazi wa hapa Malala, tukianza kuchunguzana tabia ya kila mmoja hapa, yeyote yule ambaye amehusika kuchukua mali za watu arejeshe. Huko ndo kupona kwake. Lakini mimi ninachotaka kueleza waandishi wa habari hapa Singisi, kwa maana ya kata Sela Singisi, hatuna uovu huo kama unavyoenezwa kwenye vyombo vya habari. Mimi naitwa Frank Palanjo, ni mwenyeji wa hapa Singisi, na kitu tulikuwa na hasi wa vijana tu kwamba wanavyohitaji jina la kusema kwamba kuna watu wameenda Panoni au wapi, tuombe tu Mungu au tumuombe yule mtu aliyefanyaje, aliyefanywa, kwa sababu wanahisi wanasema kwamba wao kuna action iliyofanyika na hatuna uhakika. Lakini kama ni hivi, bado tunaomba waombe msamaha tu ili wapate kupona. Watu nao wamefariki kwa ajali tu, ni ajali tu, hamna kitu kingine. Ajali tu, hamna leo ugua, ni ajali tu. Sasa tunahisi kwamba kuna kitu fulani kama miezi miwili hivi, na vile hata hizo pikipiki zao hazina vioo zingine. Kwa hiyo labda anapoendesha pikipiki unakuta analaza bila kuangalia side mirror wala nini. Kwa hiyo wanaokusikiliza sasa, unatoa wito gani kama huenda bado na hivyo vitu, labda nafasi bado ipo, kwa sababu baadhi ya vijana wengine wamekuwa wakihusisha ajali zinazotokea za mara kwa mara, hasa vijana hivi karibuni wamekuwa wakifa sana ukanda huko. Nasema kama bado kuna mtu mwenye mali ya kampuni ya Panoni arudishe, kwa sababu mtu umetafuta mali yake miaka na miaka, sio kitu cha mwaka mmoja. Mimi hata kwenye kichwa niliwaambia huyu mtu biashara yake ya kuanzia kwenye mafuta alianza kuuza oil kama galoni 1 galoni 2. Tena kuna mzee mmoja pale akaniambia ni kweli, mimi namfahamu sana Panoni tangu watu wanaitwa Ngiloi Ulomi Enterprises. Baada ya kukua ndio tukaanzia jina Panoni. Umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye ametafuta mali yake tangu akiwa kijana mpaka leo ana umri mkubwa kabisa. Sasa kama kuna mtu bado ana mali yake, mimi nawasihi tu warudishe mali, kwa sababu sala zinaendelea, tusio kama maacha kusali. Yeye mwenyewe anasali na wafanyakazi wanasali. Ndio wafanyakazi wengi pale waliazirika wengine nini na nini. Umeona? Kwa hiyo mwenye chochote arudishe, wahamasishe warudishe mali ya watu. Mmevunja chungu ama ni maombi tu haya ambayo mmeenda kwa njia nyingine mbele za Mungu? Sisi ni maombi tu mzee. Sisi ni maombi tu. Maombi. Na hakuna Mungu kama asikilize kilio cha mtu. Kama mali yako ni halali, Mungu atakusikiliza tu. Hofu itakuwa ni kubwa zaidi, utakuta mtu alipewa kumbe hakujua inatoka huko, wengine ni kutoka huko ndani vijiji. Kwa sababu yani unajua Panoni pale kuna vitu vingi sana pale. Kama hii kitu umetoka Panoni. Aidha kuna maji, kuna soda, kuna mafuta, kuna nini. Vitu vyote vya supermarket. Hakuna mtu ambaye anasijua. Kwa hiyo baada ya kuona amepewa, hata ukija kufikiria unajua tu hii kitu umetoka Panoni. Ukiona aibu ndugu yangu. Mimi hata kwenye kikao niliwaambia, sitaki nijue kama ni kusaga amerudisha. Wewe rudisha mwali pale basi. Mimi sitaki watu wengine waliogopa kwamba wakirudisha labda watakamatwa na nini. Sisi hatuna mpango kukamata mtu. Okay. Wewe rudisha mahali pale na kwa mtendaji au kwa kiongozi yoyote pale atavileta Panoni. Maana kuna wengine bado wanafiki ziko nyumbani, tunaelewa. Watu ni mapudi. Kuna vitu vingi sana vilichukuliwa pale. Kwa kama mtu ana friji, ana nini, kila kitu kirudi. Kuna wale ambao wamekunywa pombe sasa. Hao wanafanyaje na wamesha kunywa? Warejeshe, waweke hela, kuna utaratibu wa kurudisha. Samanisha hiyo thamani hiyo pombe. Au kama ni gesi, chukua gesi, wewe samanisha tu gesi shilingi ngapi? Basi wewe kwenye account, nichapa account number au lipa kwa M-Pesa nishawapa. Tangu jana kuna mtu mmoja yeye ni mshauri hapa anaitwa Mr. Ayo. Jina kwanza nimesahau. Ndio alinipigia jana akaniambia bwana alikuwa kwenye msiba huko juu, watu wanaomba sana, wanaona jinsi wajana waliofariki na nini. Basi nikamwambia kwa sababu ni mshawishaji, anaitwa Mr. Ayo, nikampa namba ya lipa kwa M-Pesa ya Panoni. Maana wengine wanataka kwenda benki chini na kwa kazi na nini. Basi walipa kwenye M-Pesa, lakini ukilipa ikaje kwamba hii imetoka kwa nani, shilingi ngapi, na imetoka kwa nani. Leo mimi sina haja ya kujua jina la mtu, akipeleka kwa mtendaji yeye aseme tu kuna mali imekuja hapa, asije ama haja kutaja jina la mtu. Kwa hiyo hata kama amekunywa maji ya 500 aweke 500 kwenye akaunti hiyo. Ndio maana yake. Mbona unacheka kama mwandishi? Hiyo 500 yeye alitafuta ndio mpaka kajenga hapo, si akaanza na 500 mzee. Kwa hiyo 500 yake kirudi bali 500 nyingine inakuwa 1000. Hivyo mpaka zinafika hiyo. Nisikie sana bila kuhamasisha watu warudishe mali ya watu bwana. Watu warudishe mali